Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu bukheri wa afya popote pale ulipo, na karibu katika kapu la habari siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakupitisha katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa atakuwepo Al-Akh Nuhu Stima kwa ajili ya kupitisha katika yote na yote ambayo yamejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Awali ya yote, tupate muktasari miongoni mwa machache ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Bodi ya korosho wataka wakulima zao hilo kusubiri minada inayotarajiwa kuanza rasmi Oktoba 31 mwaka huu 2025. Jeshi la polisi kupitia kitengo cha usalama barabarani mkoani Tabora lapiga marufuku madereva wa vyombo vya abiria kuingia na abiria katika vituo vya kujaza mafuta. Na katika rubaa kimataifa, watu zaidi ya 40 wafariki dunia nchini Uganda kufuatia ajali ya basi katika barabara kuu ya Kampala kuelekea Gulu. Naam, kabla ya kuanza safari ya kapu la habari siku hii ya leo, nikukumbushe tu mtazamaji, unaweza kufuatilia kapu la habari kupitia katika mtandao wa YouTube. Ukiandika Mahasin TV official channel unaweza kuvinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali ukiandika Mahasin TV official channel. Na sasa tuanze safari ya kapu la habari tukianzia hapa jijini Mwanza, ambako mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MWAUWASA imeendelea na utekelezaji wa miradi na uboreshaji wa mfumo wa usambazaji maji unaohusisha ujenzi wa vituo viwili vya kusukuma maji, ulazaji wa mabomba makuu ya usambazaji maji pamoja na ujenzi wa matanki matano yenye jumla ya lita za ujazo milioni 31. Rajabu Shaban Matuga anaundani wa taarifa hii kutoka hapa jijini Mwanza. Huduma ya maji katika jiji la Mwanza imeendelea kuimarika siku hadi siku kufuatia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati. Hatuna shida ya maji, tunachota maji masafi, hatujai kuugua nini madonda matatizo ya tumbo, tulikuwa tuna shida, yani hadi maji yalikuwa ni ya shida, tunalazimika kutumia na maji ya madimbwi, tunapata hadi magonjwa. Lakini kwa sasa toka maji yametoka tuko salama, kwa kweli tunashukuru. Tuendelee kulinda miundombinu iliyojengwa kwa ajili ya maji, tusipasue mabomba, tulinde, maana maji ni uhai. Kipindi cha nyuma kama wiki 3 tulikuwa na shida ya changamoto ya maji. Yaani dumu ilikuwa inauzwa shilingi 2500 kwa 3000 dumu hili moja, lakini angalau hizi wiki kwa wiki akakuanzia tarehe 8 ndio tumepata unafuu wa maji. Maji yalikuwa yanatoka saa zingine hata kwa mwezi hata tunapata maji mara 2. Kwa hiyo tulikuwa na changamoto kubwa sana. Baada ya kukamilika kwa chanzo cha maji cha Butimba kilichoongeza kiwango cha maji kinachozalishwa kufikia lita milioni 138 kwa siku, MWAUWASA kwa sasa inaendelea na utekelezaji wa mradi unaolenga kuboresha mfumo wa usambazaji maji katika jiji la Mwanza na viunga vyake. Mradi huu ni maalum kwa ajili ya kusambaza maji kwenye maeneo mbalimbali: Nyegezi, Nyamazobe, Fumagira, Kishiri, Kisesa, Sagara, Nyashishi, Buhongwa na maeneo mengine ya karibu. Mradi huu unafadhiliwa na serikali pamoja na wadau wa maendeleo, shirika la maendeleo la Ufaransa AFD. Utekelezaji wa mradi huo unaofanywa na serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo unataraji kunufaisha watu zaidi ya 580,000 wa maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza. Mradi wetu huu wa kujenga vituo vya kusukuma maji pamoja na mabomba makuu pamoja na matenki ya kuhifadhia maji ulianza
tokea tarehe 24 Disemba mwaka jana, na tunategemea kumaliza au kukamilisha tarehe 23 Desemba mwakani. Lakini hata hivyo kuna kazi ambazo zimepewa kipaumbele ambazo zinategemewa zikamilike mapema kabla ya nyingine. Matenki hayo matano yenye jumla ya ujazo wa lita milioni 31 yanajengwa katika maeneo ya Buhongwa, Kagera, Nyamazobe, Fumagila, Kisesa na Usagara na yatapokea maji kutoka katika chanzo kipya cha maji Butimba. Mradi huo unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 46 unaendelea kutekelezwa ukitarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Disemba mwakani 2026. Naam, shukrani sana Rajabu Shaaban Matuga kwa ndani ya taarifa hiyo kutoka hapa jijini Mwanza. Na sasa mtazamaji, tuelekee huko mkoani Mara ambako serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imetenga zaidi ya shilingi milioni 390 kwa ajili ya kuwezesha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kusambaza mitungi ya gesi katika wilaya 6 za mkoa wa Mara. Hilali Sefuriami anakuja na undani wa taarifa hii kutoka huko mkoani Mara. Akizungumza katika zoezi hilo la usambazaji wa mitungi ya gesi, mhandisi Godfrey Gedo ameelezea umuhimu wa mitungi hiyo katika kukabiliana na matumizi ya nishati isiyokuwa salama kwa kupikia kwa wakazi wanaoishi maeneo ya vijijini. Tunategemea kwa kila wilaya katika mkoa huu wa Mara itapata mnatarajia kupata mitungi 3255 ambapo kila kaya tunatarajia kila mwananchi kwenye kila kaya atapata mtungi mmoja, na huo mtungi utakuwa ni complete set. Inamaanisha kwamba mtungi huo utakuwa na gesi, utakuwa na kichomeo na utakuwa na figaraki. Vitu ambavyo vya muhimu tunapenda kuwaasa kama wananchi kwa ajili ya kupata mitungi hii ya bei ya ruzuku, tunaomba mje na vitambulisho vyenu vya NIDA. Na baada ya kupokea mitungi hii ya gesi, muendelee kutumia nishati safi ya kupikia. Pale mitungi itakapokuwa imeisha, mrudi dukani na kuweza kujaza mitungi. Kwa upande wao, wanufaika wa nishati safi ya kupikia katika kijiji cha Itaro wilayani Musoma wameshukuru serikali kwa kutoa ruzuku katika mitungi hiyo, hali inayosaidia kuendana na mabadiliko ya tabia nchi. Yaani ni zoezi ambalo limekuja wakati mwafaka kulingana na jinsi nchi yetu inavyokwenda kwenye mabadiliko ya tabia ya nchi. Cha kwanza, wake zetu walikuwa wanapata shida kubwa sana. Wanapoanza kupika, wanatumia muda mrefu sana. Halafu kwanza hata ule moshi wa kuni wakati mwingine unawaletea shida sana. Kwanza kuni sasa hivi ni changamoto kuzipata. Mapori sasa hivi hayapo. Kwa hiyo kuja kupata kuni sasa hivi ni kazi. Mkaa ni kazi. Lakini nishati safi muda wote inakuwepo. Ukishaipata, ukiisha, unaenda unajaza, unaendelea na shughuli zako. Kwa hiyo itatusaidia sana nishati safi kwa ajili ya maandalizi ya familia. Aidha, mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka amewataka wananchi kuchangamkia fursa ya mitungi hiyo inayosambazwa kwenye vijiji vyao ili kuunga mkono jitihada za serikali katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tayari Mheshimiwa Rais ameweka ruzuku. Tunavyosema ruzuku, gesi hii na mtungi huu ukienda dukani gharama yake si chini ya 40,050. Lakini kwa sasa hivi mtungi huu unaupata kwa shilingi 20,020 na unakuja kwenye vijiji vyetu. Heshima ambayo Mheshimiwa Rais aliyetupa ni kubwa, na namna pekee ya kumheshimisha Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba mitungi hii ndani ya siku 2, siku 3 imekwisha. Tunapiga hodi tena, tunaambia Mheshimiwa Rais, sisi Musoma tuna uhitaji mkubwa sana. Naam, shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mara. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa, na sasa moja kwa moja tunaelekea huko mkoani Mtwara ambako wenye viti wa serikali za vijiji na vitongoji wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara wameahidi kulinda miundombinu mbalimbali inayotekelezwa na serikali ikiwemo miradi ya umeme, na kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watu watakaobainika kuhujumu miradi hiyo. Rajabu Shaaban Matuga anakuja na masimulizi ya taarifa hii.
Wamesema hayo kwa nyakati tofauti katika vitongoji vya Tripoli, Matogoro, Mpakani Ba, Mji Mwema na Mnianda wakati wa kampeni za kuhamasisha wananchi kuunganishiwa umeme inayoratibiwa na wakala wa nishati vijijini REA. Wamesema ni wajibu wa kila mmoja kuwa mstari wa mbele kulinda miradi hiyo na kuepuka kutumia watu wasiotambuliwa na mamlaka ya kuunganisha umeme kwenye majumba yao. Tutasimama imara kuhakikisha tunalinda miundombinu hii ili isiharibiwe, isihujumiwe na wahalifu wachache wasiopenda amani. Kwa kwenye hili ni ahidi serikali, ni ahidi REA kwamba tutafunga mkanda kuhakikisha tunalinda hii miundombinu yetu ambayo kwetu tumepokea kama ni lulu. Namna ya kuomba umeme kuna njia 3. Mmezisikia. Kwenda wewe mwenyewe moja kwa moja ofisi ya TANESCO au kuingia menu ile ya 15200 na njia nyingine kuonana na mkandarasi wako akuombe umeme na taratibu zingine zinafuata. Aidha, wenyeviti hao pia wamewataka wananchi kuchangamkia fursa hiyo katika kipindi hiki ambacho gharama zimekuwa rahisi na rafiki kwa kila mwananchi. Twende na kasi. Hiki kipindi jamani tusiongopeane. Hiki kipindi angalau 200 inapatikana. Tena imekuja kipindi kizuri. Maana huu mradi ingekopona katika mwezi wa 7 tungechanganyikiwa kidogo, lakini huu mradi tumeambiwa Januari mwisho. Kwa hiyo kipindi hiki kichakati shilingi 27 jamani tujitahidi tuipate, na waya lingi tumeambiwa angalau chumba kimoja ufanye kwa ajili ya kukaribisha kupata umeme, yani kuupokea. Kwingine utakuwa unaendelea kidogo kidogo. Ni jambo ambalo hatukutarajia kwa mazingira haya ya kawaida kwamba tutapata huu mradi. Kwa hiyo kupitia hili jambo ni uhakikisheni tutasimama imara. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa vijiji vilivyofikiwa na mradi wa umeme wameishukuru serikali kuwafikishia mradi huo, wakisema hali hiyo itachochea kasi ya maendeleo na kurahisisha upatikanaji wa huduma. Tunashukuru sana kwa huu umeme ambao uliofika kwa sababu nilikuwa na malengo nayo. Kwa maana unapopokea umeme maana yake kuna vitu vingi vinaongezeka. Thamani ya eneo ulilopo linakuwa kubwa, lakini pia Tandaimba yote kiujumla nayo inakuwa ni kubwa kutokana na thamani ya kitu ambacho kimefika. Mimi ninashukuru kwa kuona ujio wa watu wa REA kutukumbuka. Hawa vijana wa REA wamekuja hapa, wametupa elimu nzuri kabisa. Tumeipokea REA, yani tumeipokea sijui nisemeje, tulikuwa tunapata shida sana kwanza kuchaji simu. Tunahangaika, tunaenda huko mara 200, 500, haieleweki, simu zinapotea. Tunashukuru kama kweli REA mmetupelekea mradi huu. Asanteni sana. Naam, shukrani sana kwa undani wa taarifa hiyo Rajabu Shaaban Matuga kutoka huko mkoani Mtwara. Na sasa mtazamaji, tuelekee huko mkoani Tabora ambako jeshi la polisi mkoani Tabora kupitia kikosi cha usalama barabarani limepiga marufuku kwa tabia madereva wa vyombo vya abiria kujaza mafuta kwenye vituo vya mafuta wakiwa wamepakiza abiria ili kuepuka madhara ambayo yanaweza kujitokeza ikiwemo mlipuko wa moto. Saidi Othman Kapalila anaundani ya taarifa hii kutoka huko mkoani Tabora. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Tabora, mrakibu mwandamizi wa polisi Peter Magayane ametembelea katika vituo mbalimbali vya maafisa usafirishaji, ambapo akiwa katika kituo cha magari madogo ya kwenda wilayani, SSP Peter Magayane anatoa makatazo kwa madereva ikiwemo uwekaji wa mafuta katika vituo vya mafuta wakiwa na abiria. Mnaijua sheria ya usalama barabarani inayokataza kwenda kujaza mafuta ukiwa na abiria kwenye vituo vya mafuta. Siku zote huwa anasema sitaki kukuvizia. Mnao kwenda njia ya Sikonge wengi mnajaza na abiria wako pale ndani. Kweli si kweli? Kuanzia leo na kueleza ili nikikukamata usije ukaleta kelele, kwa sababu tayari nitakuwa nimesha kutaarifu. Kuanzia leo gari yoyote nitakayoikuta ina abiria na iko pale sheri, nitakulima faini ya polisi afu na kupeleka LATRA. Kwa sababu haya mambo, hizi taratibu mnazijua. Kama wewe unaenda kujaza abiria wako washuke, tunajua madhara yanayoweza kutokea pale hujaagana na Mungu pale. Tuko pamoja? Pale ile petroli inalipuka dakika yoyote. Sasa inalipuka gari yenyewe hii mpaka watu watoke mle ndani saa ngapi? Kwa hiyo ni marufuku, kwa sio hapa tu, popote wanaponisikia ni marufuku gari yoyote ya abiria kwenda kujaza mafuta ya abiria wakiwa kwenye gari. Gari yoyote nitakayoikuta inajaza mafuta na abiria wako ndani, dereva ni jela, mahakamani. Katika hatua nyingine, SSP Peter Magayane anazungumza na kundi la maafisa usafirishaji wa pikipiki, na hapa anawataka maafisa hao kufuata utaratibu maalum juu ya uegeshaji wa vyombo hivyo katika maeneo rasmi. Hamuwaoni? Mnafanya hatua gani? Tunawapeleka kituoni
wanalipa ile faini 10,000, wanaona hela ndogo sana, wanasema sisi tuna pesa yetu. Wape salamu, nitakuja pale tusije tukalaumiana. Mimi huwa sitaki kuvizia mtu kwa sababu abiria akitoka sana kuona hapa, kwani nyewe mlioko hapa wenyewe hamwezi kusimama magari pale. Lakini lengo kubwa la kuja hapa leo, nimekuja kuwaeleza kuhusu swala la ukaguzi wa pikipiki na utoaji wa stika. Sawa, tumeshaanza zoezi la utoaji stika, ukaguzi na utoaji wa stika. Nimetenga maeneo 4, lakini kurahisisha kwenu nyewe ambao mko hapa stendi, nimewaambia mwende hapa stendi. Kuna sehemu ya ukaguzi na Veko yuko hapo muda wote. Kuna pale Voda Shop. Kuanzia leo kila mmoja afanye nini? Akakate stika yake. Mara baada ya wito ambao umetolewa na SSP Peter Magayane kwa kundi la maafisa usafirishaji, moja kwa moja wakaongozana kutoka katika kituo ambacho hupaki mpaka kwenye hiki kituo ambacho ni mahususi sasa kwa kukata hizo stika za nenda kwa usalama, na hapa baadhi yao wanaelezea umuhimu wa stika hizo. Tumeitikia wito wa kiongozi wetu wa RTO kuja kutii kukata stika za nenda kwa usalama. Itasaidia kupunguza ajali. Na kuwa makini barabarani. Kiufupi, kamanda alivyoelekeza, ameelekeza maelekezo mazuri kiasi kwamba madereva wengi wenye tabia za kuweka mafuta sheli na abiria wakiwemo huwa wapo. Kiukweli kama likikemewa kwa uangalifu na likifuatiliwa kwa makini, ile watu huenda wasitengeneze ajali ambazo zinaweza zinatokea huko barabarani. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Naam, ni mkoani Tabora huko ambako tumepata masimulizi ya taarifa hiyo kutoka kwa Saidi Othmani Kapalila. Na sasa mtazamaji, tuelekee huko mkoani Katavi ambako mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu amemtaka mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa daraja la Lisonge katika kijiji cha Katobo, kata ya Mpanda Ndogo, kuhakikisha mradi huo unakamilika kufikia tarehe 27 ya mwezi Oktoba mwaka huu 2025. Kwa mara nyingine tena Hilali Sefuriami anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Buswelu ametoa agizo hilo baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa daraja hilo uliofikia asilimia 95 utekelezaji, ili hali daraja hilo likitaraji kukamilika ifikapo Oktoba 27, 2025 kwa mujibu wa mkataba. Mkataba huu unaisha siku 7 zijazo, lakini kazi iliyosalia hapa, kama mkandarasi na TARURA hawezi kujipanga vizuri, siku 7 zitaisha, kazi haijaisha. Lazima mkandarasi na TARURA wajipange vizuri, wasimamie, panapowezekana kuwasha taa washe taa, ili kwa inapofika tarehe 27 hapa pale panapitika. Hicho ndicho ambacho tunakitegemea na wananchi hawa wanasubiri hayo matokeo. Awali Buswelu amepokea taarifa utekelezaji wa mradi huo unaojengwa na mkandarasi wa kampuni ya Ndetito kutoka Sumbawanga kwa gharama ya shilingi milioni 604.629. Pamoja na barabara hii, mkataba huu unajumuisha barabara 4. Barabara ya kuanzia Kabungu, Kasinde, Katonyaga, barabara ya Rupa Mtimba, barabara ya Karumbi Kabatini, na hii barabara ya Rupa Silonge. Jumla ya makalvati 31 yamejengwa na madaraja 3 yamejengwa, likiwa ile hapa la 3. Mkandarasi anatarajia kumaliza kazi zote hizi tarehe 27 mwezi wa 10, 2025. Mheshimiwa wa wilaya, sasa hivi hali ya utekelezaji imefikia asilimia 95 utekelezaji. Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu amekagua maendeleo ya ujenzi wa zahanati ya Silonge inayojengwa kwa ushirikiano kati ya wananchi na serikali, mpaka sasa ikigharimu kiasi cha shilingi milioni 60, ikifikia hatua ya upauaji. Zahanati ya Silonge imeanza mnamo mwaka 2021 kwa nguvu za wananchi, mpaka hapo watu wanapoona imefikia. Kwa sasa hivi halmashauri tuingizia milioni 60 ambalo tumefanywa taratibu. Tumeshatangaza zabuni. Changamoto ya kupata huduma za afya itaisha hapa Silonge, kwa sababu wataalamu watakuwepo hapa, dawa zitakuwepo hapa, na hizi nguvu zenu mwenyekiti zisiishie hapa. Wenzeni hata kurekebisha barabara ya kuingia hapa, lakini fikirieni nguvu yenu pia kuwa kwenye kuchimba mashimo ya choo. Simenti ya kuanzia ile mifuko 20 kunyanyua boma tutachangia. Sawa? Heshimu, thamini nguvu.
Naam, shukrani sana Hilary Sefuliami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka huko mkoani Katavi. Na sasa tunarejea tena huko mkoani Mtwara ambako kuelekea msimu mpya wa zao la korosho, Bodi ya Korosho Tanzania CBT imetoa tahadhari kwa wakulima zao hilo kutokuuza korosho zao kiholela na badala yake kusubiri minada inayotarajiwa kuanza rasmi kufanyika kuanzia Oktoba 31 ya mwaka huu 2025. Al-Akh Nuhu Stima anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Mwenyekiti wa Bodi ya Korosho CBT, Brigadier Generali Alois Mwanjile ametoa rai kwa mamlaka husika kukemea kusimamia vikali ununuzi wa zao la korosho kiholela, akiwataka wakulima kuwa watulivu. Kwa hasa watu wanaojulikana kangomba, kwa sababu kwa kuuza korosho kwa kiholela unaleta athari kwako wewe mwenyewe mkulima kwanza, kwa sababu utapata bei ambayo sio nzuri ukilinganisha na bei ya soko itakayopatikana kwenye minada. Na pia wajue hilo ni kosa la jinai ambalo linaweza likasababisha anayeuza na anayenunua kuchukuliwa hatua za kisheria. Aidha, Brigadier Generali Mwanjile amesema kampuni 88 tayari zimesajili ili kununua korosho katika makundi tofauti, ikiwemo kampuni 24 zilizosajiliwa kwa ajili ya soko la awali na kampuni 48 kwa ajili ya ununuzi wa korosho zilizobanguliwa. Na zipo kampuni 16 ambazo zimejisajili kwa ajili ya minada ya kununua korosho ghafi. Kwa ujumla wake mpaka sasa tuna makampuni 88 ambayo yamejisajili kwa ajili ya biashara ya korosho. Toe wito kwa makampuni yatakayonunua korosho, kwanza waendelee kujisajili, bado muda upo. Lakini tutakapofika muda wa kwenda kununua hizo korosho, iwe la soko la awali, iwe la soko la upili lile, waje na bei nzuri. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Bodi ya Korosho nchini, Francis Alfred, amesema watahakikisha korosho zitakazokusanywa kwenye vyama vya msingi zinakidhi viwango vyenye ubora unaotakiwa. Tutasimamia ukusanyaji kuanzia kwenye vyama vya msingi, ambapo watakuwa wanahakikisha kwamba korosho zinazokuwa kwenye vyama vya msingi zimekidhi viwango kadri ambavyo muongozo wa ubora jinsi ambavyo unataka. Lakini pia kwenye ghala kuu tutakuwa na timu maalum ambazo tutakuwa zinahakiki mizigo kwenye maghala siku moja kabla ya minada. Lengo letu ni kuhakiki ubora pamoja na kiwango cha korosho zoko ghalani. Kama mwenyekiti wa bodi alivyosema, lengo bodi ya kurugenzi imetuelekeza kwamba tuhakikishe kwamba wanunuzi wa korosho wanakuja kununua korosho katika soko la upili wapate mizigo kwa kiwango na ubora kama ilivyo kwenye catalog au ule mchanganuo wa mauzo ambao tutakuwa umetolewa na vyama vikuu. Naam, kwa taarifa hiyo iliyosimuliwa na Al-Akh Nuhu Stima kutoka huko mkoani Mtwara, inatufanya kufika tamati ya kapu la habari kitaifa katika siku hii ya leo. Tunapoza kwa sekunde chache, na tukirejea ni ule wasa mzuri wa kuzifahamu taarifa ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Ni kuombe tu mtazamaji uendelee kusalia papo hapo katika runinga yako ili kuweza kuzifahamu zile taarifa ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami katika kapu la habari siku hii ya leo.
Na wewe ambaye ndio kwanza unaungana nami, hili ni Kapu la Habari, ambayo hivi sasa ni wasaa mzuri wa kuzifahamu zile taarifa ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Zaidi ya watu 40 wamefariki dunia baada ya mabasi kugongana nchini Uganda, huku mamlaka za Uganda zikisema idadi ya waliofariki katika ajali hiyo mbaya ilitokea kwenye barabara kuu ya Kampala. Kwa mujibu wa ripoti ya awali ya polisi, ajali hiyo iliyotokea Oktoba 22, 2025 asubuhi katika kijiji cha Kitaleba ilihusisha mabasi mawili, lori na gari ndogo aina ya Toyota Land Cruiser. Taarifa ya polisi inaeleza kuwa basi lililokuwa likitoka Kampala lilikuwa likipita lori na basi jingine lililokuwa likielekea Kampala lilikuwa likipita gari ndogo ya Toyota Land Cruiser, lakini lilishindwa kufanya hivyo kwani tayari basi lililokuwa likitokea Kampala lilikuwa limeshakaribia. Taarifa hiyo inaeleza kuwa idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka kutokana na baadhi ya abiria kujeruhiwa vibaya. Maafisa wa hospitali wamesema baadhi ya waathiriwa waliodhaniwa kuwa wamekufa hapo awali walipatikana wakiwa wamezimia, hivyo wakiendelea kupokea matibabu, huku wafanyakazi wa kutoa huduma za dharura wakishirikiana na maafisa wa afya kuthibitisha idadi hiyo na kutoa taarifa sahihi, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha mkasa huo. Kwingineko, makumi ya watu wameripotiwa kufariki dunia katika mlipuko wa lori la mafuta katika jimbo la kati la Niger nchini Nigeria baada ya gari hilo kuteleza kutoka barabarani na kuanguka kisha kumwaga mafuta. Ripoti imeeleza kuwa takriban watu 30 wamefariki, huku wengine wasiopungua 40 wakipata majeraha ya moto kwa viwango tofauti. Moto huo mkali uliwateketeza waathiriwa wengi kiasi cha kutotambulika, na waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali ya karibu kwa matibabu, huku wanakijiji wakikimbilia eneo la ajali kuchota mafuta, maeneo ambayo lori hilo lilipinduka na kulipuka ghafla na kuwaka moto mkubwa uliowateketeza. Ajali zinazohusisha magari ya mafuta hutokea mara kwa mara nchini Nigeria, licha ya onyo kutolewa kuhusu hatari ya kuteka mafuta yaliyomwagika. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema takriban watu 6 wakiwemo watoto wawili wamefariki kufuatia mashambulizi makali ya ndege zisizo na rubani na makombora ya Urusi dhidi ya miji ya Ukraine. Watu 21 wamejeruhiwa katika usiku mwingine wa mashambulizi ambayo alisema yalithibitisha kuwa Moscow haikuwa chini ya shinikizo la kutosha kwa kuendelea kwa vita. Muda mchache kabla ya hapo, Rais wa Marekani Donald Trump alisitisha mpango wa kukutana na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin katika mkutano wa kilele unaotarajiwa kufanyika mjini Budapest, Hungary. Trump alisema hataki kupoteza muda na kueleza kuwa ikulu ya Kremlin imekataa wito wa kusitishwa kwa mapigano uliotolewa na Trump na viongozi wa Ulaya. Wakati hayo yakijiri, jeshi la Ukraine limesema kuwa limeshambulia kiwanda cha kemikali cha Urusi katika eneo la mpakani la Bryansk usiku wa Oktoba 21 kwa kutumia makombora ya Storm Shadow yaliyotolewa na Uingereza, huku maafisa wa jeshi la Ukraine wakisema shambulio hilo lilipenya kwenye mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi. Nuhu Stima, Mahasin TV. Naam, shukran sana Al-Akhi Nuhu Stima kwa masimulizi ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mpaka kufikia hapo, mtazamaji, mimi sina la ziada katika Kapu la Habari siku hii ya leo, lakini kabla ya kuhitimisha, basi tupate kujikumbusha miongoni mwa machache ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Bodi ya korosho yawataka wakulima zao hilo kusubiri minada inayotarajiwa kuanza rasmi Oktoba 31 mwaka huu 2025. Jeshi la polisi kupitia kitengo cha usalama barabarani mkoani Tabora lapiga marufuku madereva wa vyombo vya abiria kuingia na abiria katika vituo vya kujaza mafuta. Na katika rubaa kimataifa, watu zaidi ya 40 wafariki dunia nchini Uganda kufuatia ajali ya basi katika barabara kuu ya Kampala kuelekea Gulu. Naam, mpaka kufikia hapo, mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada katika Kapu la Habari. Muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgaya ambaye nimekupitisha katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa alikuwepo Al-Akhi Nuhu Stima ambaye amekupitisha katika yote na yote ambayo yamejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikushukuru na nikutakia wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi vinavyofuata kupitia Mahasin TV.
pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa ni kuache na utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Utabiri wa Hali ya Hewa Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo. Wabillahi taufik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo tunatarajia hali ya kavu kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, Ziwa Victoria, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya Ziwa Tanganyika upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa yanatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho maeneo yanazunguka Ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma na Tabora kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda ya juu kaskazini mashariki pamoja na pwani yetu ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa upande wa joto tunatarajia hali ya joto kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha juu kabisa cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 35 katika mkoa wa Katavi. Na sasa tupate utabiri wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi katika maeneo machache. Ilhali katika mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.